Jamani, habari za Jumapili wapenda wanawake wenzangu. Ni matumaini yangu kwamba mmekuwa na siku nzima nzuri siku ya leo, na kama kaida yangu, wakubwa shikamoo, wadogo mambo vipi? Jamani, tena mimi nimerudi tena. Naona mmeniambia niongeze sauti, najitahidi kuongeza sauti, lakini kama hivyo tena sauti yenyewe haitoki. Kabla sijaendelea, naomba tumshukuru Mungu kwamba ametukumbatia na tupo wazima. Baba wa milele, Mungu Mwenyezi, Yesu mwema, mpendo wa ajabu, angalia sisi wenye dhambi, angalia sisi tusio stahili hata kutaja jina lako takatifu. Tumekusanyika tena hapa katika siku ya leo Yesu, tunakwenda kusikia neno lako la ajabu, neno lako lenye nguvu na miujiza. Ninasema asante Yesu Baba wa milele, kwa sababu wewe utakwenda kutupatia nguvu ya kuweza kuona ni miujiza gani ambayo unatutolea sisi wanadamu pale tunapokupokea, pale tunapokupenda na pale tunapokuona kwamba wewe ni baba yetu. Yesu mwema, kwa upendo wako ajabu ninakuomba ukawasamee dhambi wale wote ambao wanaangalia video hii katika muda huu. Ukawakumbatie na kaongezee mara 100 pale ambapo wanakuomba Baba wa milele. Ninasema asante Yesu, kwa sababu katika yale ambayo nakwenda kuyasema siku ya leo Yesu, wewe ndio umenituma nikawaambia wanawake wote. Wewe ndio umeniambia nikatoe ushuhuda wako nikawaambia wanawake wenzangu kilichonitokea mimi. Ninasema asante Yesu, kwa sababu kama kuna mwanamke mwingine ambaye amekaa hapa, kama kuna mwanaume mwingine ambaye amekaa hapa amepata tatizo kama lile nililopata mimi Yesu, ninaomba Yesu kwa kupitia video hii ukaende kumsaidia na kumfanya na kumwonyesha kwamba hakuna linaloshindikana kwa jina lako takatifu. Ninakwenda kufunga mapepo mashetani, wenye wivu, wenye hasira, wale wote wasiopenda maendeleo ya watu, wasiokupenda wewe Yesu, watakwenda kukimbia na kuondoka katika jina lako takatifu. Katika Mathayo 18:15 Yesu 18 ulisema Yesu, yoyote tutakayofunga duniani na mbinguni umeyafunga. Tutakayofunga pia duniani, fungua duniani na mbinguni umekwenda kuyafungua. Yesu, tunawafunga wale wote wenye mashetani, mapepo, wale wote wenye roho mbaya, wale wote wasiopenda kazi za wengine, tunawafunga kwa damu yako takatifu. Na tunaenda kumwagizia damu yako takatifu hapa mahali hapa wakati huu katika upendo wako ajabu. Ninasema asante Yesu kwa kuwakusanya wale wote ambao wanakuja kuangalia video hii. Wale wanafiki Yesu, tutakwenda kuadhibu na kiboko cha Musa katika jina lako takatifu. Ninasema asante kwa moyo wako ajabu Yesu, kwa sababu umetupa pumzi, umetupatia miguu, umetupatia moyo, umetupatia kila kitu kile ambacho hatustahili sisi wenye dhambi. Ninasema asante kwa sababu utaenda kufanya siku ya leo hii siku ya ajabu yenye miujiza ya ajabu. Nikikuomba Yesu Baba wa milele, nikisema amen. Jamani wapendwa wanawake wenzangu, na hata pia wanaume, naona wanaume mmenisonya, mmeniambia kwamba wanasema kila siku wanawake, lakini na nyie pia mnaniangalia. Basi na wapendwa wanawake wenzangu, wapendwa wanaume wote, leo ni siku ambayo ninakwenda kuambieni ni kitu gani Mwenyezi Mungu mimi amenifanyia. Ni miujiza gani amenionyesha mpaka mimi namwabudu, nampenda na sitoacha kumpenda, na kwa sababu kila siku anaendelea kunionyeshia mambo ambayo siwezi nikaelezea. Mmeniandikia message nyingi sana. Mmenitumia email, mmeniandikia, mmeniambia niwaambie ni kitu gani Mungu amenifanyia, ili kwamba na nyinyi pia muone ni kiasi gani Mungu alivyo ni mwema. Ninachotaka kuambia kabla sijaanza kuambia kitu kitokea mimi ni kwamba Mungu ni mwema. Mungu yupo. Ukimwamini na ukimwendea ukamlilie, anakupatia kile ambacho umekipoteza. Anakurudishia kile ambacho kimechukuliwa. Anakurudishia kile ambacho kimeharibika. Kama ulikopo unaumwa, kama umepoteza chochote kile, hakuna kama jina lake. Wewe muite tu. Ukimuita kidogo tu kwa imani, anakuja na anakupatia kile ambacho unakiomba. Leo ninakuja kwenu wanawake wenzangu, na nakwenda kutoa ushuhuda ambayo Mungu amenifanyia mimi. Siongelei kuhusu jirani yangu, siongelei kuhusu rafiki yangu, bali naongelea kuhusu mimi, kilichonipata mimi. Wengi wenu mnaangalia video hii mnanifahamu mimi. Nimeolewa toka miaka mingi, miaka kama 13, nimeolewa na mume wangu. Ninakaa na mume wangu, nina watoto, tuna furaha. Sijawahi kugombana na mume wangu. Ugomvi tule mdogo ambao kila mtu ambaye yuko kwenye ndoa nikisema hivyo anaelewa na maanisha nini. Ule unagombana dakika 2 tayari umeshapatana, ni kawaida. Na wewe ukiona kwamba katika ndoa huna huo ugomvi, basi hiyo ndoa haipo, ina tatizo fulani.
Kinachotaka kuambia ni kwamba miezi iliyopita kadhaa, ghafla tu alikuja mume wangu kama kawaida, akaniambia baby, mimi nataka kuondoka. Nikamwambia, nikajua ananitania, nikajua. Akaniambia tena mara ya pili, naondoka. Nikamuuliza, unaondoka unaenda wapi? Nasema mimi sitaki tena kukaa hapa na nyinyi, nataka kuondoka. Nikamwambia okay. Hapo na mimi ndo nikaanza kuona hapa yuko serious. Nikamuuliza, nikamwambia mume wangu, unaondoka unaenda wapi? Akaniambia basi mimi sitaki kukaa hapa ndani, sitaki kukaa na nyinyi, nataka tu kuondoka. Nikasema okay, kama nikamwambia okay, mume wangu, sasa hebu tuache utani. Kama wewe una mwanamke mwingine, ni afadhali mimi uniambie kwamba una mke mwingine, alafu mimi najua kwamba okay, una mke mwingine, hunipendi tena, basi amekwisha, nijue kwamba okay, mume wangu ananikimbia na niacha kwa sababu amepata mwanamke mwingine na ndio maana anaondoka. Akasema hapana, sina mwanamke yoyote, wala sitarajii kuwa na mwanamke yoyote, na sitaki kutafuta mwanamke yote. Nataka tu kuwa free. Nataka kuwa free kutoka kwenu, nataka kuwa free kutoka kwa mke wangu, nataka kuwa free, nataka niwe peke yangu, nataka nifanye party, nataka niende nje, nataka nifanye kila kitu ninachotaka, kile ambacho kiko nje duniani. Kwa yule yote ambaye ameolewa au ameoa, anampenda mke wake, anampenda mume wangu, yaani hiyo ni kama shoko ambayo unashindwa uanzie wapi kusema, kwa sababu nilipata kigugumizi. Nilikaa kama dakika 2 sijasema kitu chochote kile. Nikamuuliza kwa mara ya pili, mume wangu, kama wewe una mwanamke mwingine, hebu niambie, kwa sababu huwezi ukaanza tu kusema kwamba eti mimi naondoka, mimi nataka kuwa free. Akaambia hapana. Anaongea halafu kitu kingine ambacho kilikuwa kinaniogopesha, kinashangaza, anaongea mambo hayo huko analia, anasikitika. Ananiambia kwamba mke wangu mimi nakupenda, lakini nataka kuwa free, nataka kuondoka. Niliona kama vile dunia imenigeuka. Niliona kama vile kila mtu amenigeuka. Kwa wale wanaonijua mimi na wanajua kwamba ni kiasi gani mimi na mume wangu tunapendana. Ni kiasi gani hatuachani. Naweza nikasema hata tukienda chooni hatuachani. Toka miaka yote hii tupo pamoja, mimi na mume wangu. Kokote nakoenda mume wangu yuko pamoja nami. Hata tukienda holiday, tukienda wapi, tuko pamoja. Akiondoka mume wangu hata wiki moja, mimi nakupo sina raha. Kwa hiyo ni hichi kitendo anachoniambia kwamba mume wangu anaondoka. Halafu mimi unajua hakuna kitu kibaya kama mume wako anasema anaondoka, halafu unajua kwamba amekwambia hana mwanamke, hamna chochote kile, hamjagombana, anataka tu kuondoka. Unajua unakupa umekaa katikati, huelewi. Unakuwa unasema huyu ananidanganya na mwanamke anataka kunificha. Unakupa unawaza mambo makubwa ambayo huelewi unafanya nini. Nikamwambia mume wangu, lala, kesho tutaongea tena. Tumelala. Siku ya pili mimi nilikuwa kazini na yeye kazini. Akanambia nitakuja kuchukua nguo zote naondoka. Hapo ndo nikasema Yesu wangu, hapa sasa haya mambo ndo yameanza kuwa makubwa. Haya mambo yameanza kufika kule ambako mimi siyataki. Basi nikasema okay, unaondoka unaenda wapi? Unaenda kwa mama, unaenda kwa baba, unaenda kwa... Nasema siendi kwa mama, siendi kwa baba, naenda kwa nani? Kwa rafiki yangu. Nitaenda kukaa kwa rafiki yangu. Rafiki yake yule ambaye mimi pia namfahamu. Nikamwambia okay, nenda. Kwa hiyo akaondoka. Nilikuwa kazini, nakumbuka kuna sauti ikaja moyoni ikaniambia kwamba mume wangu anachukua nguo zote nyumbani, anaondoka. Nilipokuja nyumbani, kitu cha kwanza nilichofanya, nilifungua mlango wa kabati, nikaangalia. Kulikuwa hakuna nguo hata moja ya mume wangu. Hakuna nguo hata moja. Ameondoka. Amechukua nguo zote na amehamia kwa rafiki yake. Kwa hiyo mimi nikabaki peke yangu na watoto wangu. Lakini hata hivyo
ilikuwa ni vigumu sana kuelewa au kujaribu kufikiria nifanye nini. Nimebakia nyumbani, sikutaka hata kwenda kazini, nimebakia nyumbani ninajiuliza nifanye kitu gani. Nimekaa kama wiki moja hivi, nikaona okay, nikimwandikia mume wangu message hanijibu, haniandikii message, hanipigii simu, miezi inapita haniandikii, hanipigii simu. Hakuna connection yoyote kati yangu na mume wangu. Mume wangu simuoni, anaenda kazini lakini anarudi simuoni. Sijui anakula nini, sijui anafanya nini, sijui anafanya nini na nani, sielewi chochote. Nilikuwa nalia kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kila siku nalia. Kwa sababu kwanza sijagombana na mume wangu, alafu pili sijui kilichopata, tatu sielewi nafanya nini na watoto. Sijui niwaambie nini watoto. Mama yangu akaniambia kwamba mwanangu, niko naongea sana na familia yangu. Mama yangu akaniambia kwamba ninakupatia mtumishi wa Mungu atakusaidia. Mama yangu akanipatia mtumishi wa Mungu anaitwa Joseph. Ni mtumishi wa Mungu ambaye ni mzuri sana. Nikaanza kuanza naye na mtumishi wa Mungu. Kwanza nikaongea naye, nikamwambia chochote kilichotokea. Nikaanza kutubu dhambi. Nikaanza kuongea naye kila kitu kilichotokea. Nikatubu dhambi, akaanza kunisalisha kila siku, akaanza kuomba na mimi kila siku, mtumishi wa Mungu. Nikaendelea kuomba. Vile nilivyokuwa naanza kuendelea kuomba kila siku, kwa mimi nikawa najisikia kila siku nakuwa afadhali. Baada ya kama miezi miwili hivi, nikawa kidogo tayari nipo kwenye msimamo ambao ni mzuri kidogo. Basi siku hiyo nilikuwa bado ninasali. Siku hiyo basi mama yangu akaniambia atakuja nyumbani. Kwa mara ya kwanza, message yake ya kwanza. Nikamwambia okay. Lakini amekuja akakaa kama siku moja, akasema mimi naondoka tena. Nikamwambia okay, akaondoka. Kwa kipindi hichi nilikuwa tayari niko strong kwa sababu nilikuwa nasali sana, nimeanza kumjua Mungu, nimeanza kuomba, na ukishaanza kumjua Mungu mwanamke mwenzangu unakuwa una amani fulani, unasema hivi chochote kitakachotokea lakini nikiwepo na Mungu hakuna kinachoshindikana. Basi nikawa naendelea kusali na muomba, hata sijataka kumng'ang'aniza kufanya nini, kwa sababu haya yalikuwa ni maamuzi yake mwenyewe. Mimi sijagombana na mume wangu, sijamfukuza. Haya yalikuwa maamuzi yake yeye mwenyewe kutoka mbinguni. Kwa maana hiyo nikamwambia Mungu, mimi sina nguvu yoyote katika hili. Mimi ni mwanadamu. Nitakachofanya mimi Yesu ni kupiga magoti na kukulilia wewe. Yale mengine ambayo mimi siyawezi kama mwanadamu, ninakuachia wewe Mwenyezi Mungu. Na kama kweli Mungu yupo, kama kweli huyo mume alinipatia Mungu, basi siku atakwenda kumrudisha in the name of Father. Hilo ndio nilichokuwa namwambia. Nikaendelea kufanya mambo mengi na mtumishi wa Mungu. Nasali kila siku jioni na mtumishi wa Mungu. Ninaomba kila siku, ninaomba. Siku nimekaa kazini, tena kuna sauti inakuja inaniambia kwamba mume wangu atakuja. Hizi sauti nikishaingia tu, nikifika tu nyumbani anakuja. Lakini alipokuwa anakuja nyumbani, sio yule mume ambaye Mungu alinipatia. Sio yule mume ambaye niliyokuwa nampenda. Sio yule anayeonyesha mapenzi. Anakuja nyumbani lakini anakaa mbali na mimi. Hataki kuongea na mimi. Ulikuwa na wakati mgumu. Mume wako ambaye unampenda umekaa naye zaidi ya miaka 13, alafu anakaa mbali na wewe, yupo kama vile anaogopa. Akija nyumbani anakupa kama vile unajua kuna wale watu wamekaa, unajua ile kama mtu anaomba kama anaona vitu vya ajabu, anakuwa moyo unakuwa na mdunda, anakupa yani ana wasiwasi, anaogopa. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, mume wangu kila akija nyumbani anakupa kama vile anahangaika, yani moyo wake unakupa kama vile unahangaika. Mtumishi wa Mungu akaniambia kwamba huo ni moto wa Mungu. Kwa sababu wewe umeshakuwa moto wa ajabu. Umeshakuwa una nguvu ya ajabu. Kwa hiyo anashindwa anaanzia wapi. Nikasema kama ni hivyo basi namshukuru Mungu. Basi tena akaondoka tena. Hajawasiliana na mimi tena muda mrefu. Mimi nikaendelea kupiga magoti. Nakumbuka kuna siku baada ya miezi kadhaa imepita, nimelala kitandani, niliamka, huwa naamka usiku kusali. Nikapiga magoti nikasali. Nimesali nikamwambia mume wangu, nikamwambia ndoa yangu. Nilipomaliza kusali,
Nimekaa kitandani nasoma Biblia, simu yangu ikaita simu yangu. Nimepokea simu, ndani alikuwa mume wangu. Sikutegemea kama ananipigia simu kwa sababu hajanipigia simu. Miezi yote hiyo hajanipigia simu, hajaniandikia message, hajanijibu nikimwandikia. Hakuna mawasiliano na mume wangu. Hivi unaweza ukaamini kwamba mume yule ambaye nimekaa naye miaka yote hii, sijagombana naye, sijamfanyia chochote, hajanifanyia mimi chochote, tunapatana, tunapendana, halafu kutoka A to Z anakopo distance. Inauma. Nikamwambia Mungu, kwa nini ulinipatia huyu mtu? Kama wewe ulitaka kumchukua tena kumtenganisha, ni kwa nini ulinipatia mume wangu? Lakini basi nikaingia katika simu, nikaenda kuongea. Nilipoongea tu akasema hai, ni mimi. Nikasema ndio, najua ni wewe, uko okay? Kwa sababu nilishangaa kwa sababu alikuwa ndio hasiliana na mimi. Akanambia ndio, ulikuwa unanisalia. Hilo ndio neno la kwanza aliyoongea mume wangu. Akaniuliza kwamba ulikuwa unaniombea. Nikasema ndio, kwa nini, umejuaje? Akanambia kuna sauti tu ilimwambia kwamba niko namuombea. Nikasema ndio, nilikuwa nakuombea. Kwa mara ya kwanza sasa kutoka miezi mume wangu anaongea na mimi kwenye simu, ananitamkia kwamba ananipenda, ananiambia kwamba anaomba msamaha. Unajua kuna hiyo amani ambayo ilikuja moyoni mwangu. Nikamwambia Mungu, asante Yesu kwa miujiza yako. Mimi sijui unamrudisha lini mume wangu nyumbani. Mimi sijui ni lini, lakini kwa hii tu simu moja alionipigia, kwa hii kitu kimoja ambacho ameongea na mimi toka miezi yote hajafanya na mimi, ameongea na mimi, jina lako lihimidiwe. Kwa sababu huo ni muujiza wa kwanza ambao niliuona katika kipindi hichi nilichokuwa ninasali. Lakini sijaacha kusali. Toka alipoanza kuongea hivyo, siku ya pili yake akanitumia message, akaniuliza, "Baby, ninaruhusiwa kuja nyumbani kulala?" Nikamwambia Mungu, jina lako litukuzwe. Nikamwambia ndio mume wangu, wewe, nyumba yetu hii tumejenga wote, unaruhusiwa kuja nyumbani kulala. Amekuja siku ya kwanza hapa nyumbani. Amekula vizuri, ameniambia amemiss chakula changu kwa sababu mimi napika sana. Amekula na alilala siku moja. Siku ya pili akaondoka, akarudi na kukaa kwa rafiki yake. Nikaendelea kumwomba Mungu. Nikamwomba Mungu. Mungu akawa ananionyesha mambo mengi sana ambayo ni mazuri. Kila siku Mungu anaongea na mimi. Mtumishi wa Mungu amekaa sana, ameomba na mimi tumeomba kila siku. Ninaomba wakati mwingine naamka usiku wa manane kwa sababu siamki mimi mwenyewe tu, ninaamshwa tu, kuna sauti inaniamsha, naamka usiku, naanza kukemea, naanza kusali. Nasoma Biblia. Kila nikisali na kupatia mume wangu kwa damu ya Yesu. Kila nikisali namwambia Yesu, katika jina lako takatifu na kuomba ukaende kumsafisha ugonjwa wote aliokuwa mume wangu kichwani. Ugonjwa wote ule aliokuwa nao kichwani, labda amechanganyikiwa, mimi sijui, lakini Yesu naomba kwa damu yako kamsafishe. Alafu niliposali hivyo, nilipolala ilikuwa kama saa 7 hivi usiku. Muda kama saa 11 asubuhi, nikasikia sauti nakuja, kaniambia kwamba mume wako ameshasafishika, lakini bado ninafanya kitu kimoja, ninakitibu kichwa chake. Niliposikia hiyo sauti, nikaamka, nikakaa kitandani, nikasema Mungu wangu, nasema asante. Kwa sababu niliposikia hapo nikajua kwamba Mungu amesema, ameongea na mimi. Mungu ameniambia kwamba ameshia kwenda kumwosha mume wangu. Amemsafisha kwa mambo yote yale anayotaka kuyatoa. Lakini sasa hizi bado anafanya kazi moja, na hiyo ya kumtibu kichwa chake. Sijaacha kusali. Mtumishi wa Mungu Yosefu amesali na mimi. Tumeomba kila siku na yeye, nimeomba naye, nimesali. Nikawa niko free moyoni. Mimi nilikopo ni mtu ambaye najidai kile nilicho nacho. Nilikopo ni siwezi nikamwacha mtu hivi tu aende. Akinifanyia mtu kosa, ukinifanyia mimi baya lolote lile, utanijua mimi ni nani. Lakini toka nilipoanza kumjua Mungu, hata ukinifanyia baya gani, mimi nakuomba msamaha. Kwa sababu sio kwamba nataka kuwa free. Yaani nimekuwa mtu ambaye
Nampenda Mungu, najipenda mwenyewe, nampenda kila mtu, niko free, nikaenda kazini na chochote ninachofanya kile naona kiko okay. Hata mtu akiniudhi, nitakachofanya nikifika nyumbani tu naenda kumwombea. Chochote kile kinachotokea na muomba Mungu. Kwa sababu Mungu amefanya maajabu. Kitu nilichojifunza katika haya yote ni kwamba Mungu alitaka kunitumia mimi. Mungu anataka kunitumia mimi, lakini akaona hawezi kuniweka mimi niive. Hawezi akanifanya mimi nimjue yeye vizuri kama akimwacha mume wangu, kwa sababu kwa leo wanaonifahamu mimi pia mume wangu nilikopo na mwabudu mume wangu hata kuliko naona Mungu. Kwa sababu mimi nilikopo na sali, lakini sio hivyo. Mimi mambo yote ni mume wangu, mume wangu, mume wangu. Kwa hiyo Mungu akataka kunionyesha kwamba hapana. Wewe ni mwanadamu na mume wako ni mwanadamu, lakini kuna Mungu mmoja tu. Naona ndio hivyo. Baada tena ya huo muda ambao amekuja amelala siku moja, akarudi nyumbani. Siku hiyo nyingine akawa ameniandikia barua message. Akanambia anataka kuongea na mimi. Nikamwambia okay. Njoo nyumbani, narudi saa ngapi kazini? Nikamwambia. Akaja nyumbani. Tumekaa wote nyumbani. Akasema baby, naomba msamaha kwa yale yaliyotokea, lakini naomba nirudi nyumbani. Nikamwambia sawa, rudi nyumbani. Basi mume wangu amerudi nyumbani, toka siku amerudi nyumbani, yuko nyumbani. Amekopo ni mume ambaye yuko tofauti, ananipenda, namshukuru Mungu. Kila kitu kipo okay. Huwezi ukaamini mume wangu mimi hajawahi kupiga magoti akasali na mimi, lakini saa hizi katika jina la Yesu mume wangu anapiga magoti anasali na mimi. Mume wangu mimi sio Mwafrika, mume wangu mimi hana dini. Mume wangu mimi ni Mjerumani, lakini anapiga magoti chini, anamuomba Mungu. Anapiga magoti chini, anasali na mimi. Kila jioni nasali naye. Anasali na mimi tena, ananikumbusha hata kama niko nimechoka, ananikumbusha, anambia baby, tusali. Tunasali, tunamwomba Mungu. Namshukuru Mungu kwa sababu mimi nakwambia kwa jinsi mume wangu alivyokuwa, huu ni muujiza wa ajabu kwangu mimi. Kwa sababu mimi alivyoondoka mume wangu nilijua hatarudi tena. Kwa sababu alivyoondoka alikopo mtu mwingine kabisa. Alikopo kama vile hanijui mimi. Alikopo kama hanijui, hajawahi kuniona. Alipotoka mgangoni hapa nikajua huyu hatarudi tena. Lakini kwa sababu ya Mungu Mwenyezi, kwa sababu Mungu Mwenyezi hajaniacha mimi mpendo wake. Amesikia kila chozi lililoanguka, ameenda kulisikia. Na ndio maana ameenda akamrudisha mume wangu nyumbani. Sasa hivi niko nyumbani, mume wangu ahimidiwe Mungu Baba Mwenyezi. Mume wangu tunasali, tunapendana, tunakula chakula wote, tunafanya kama kawaida, kama hakijatokea chochote kile. Kitu ninachotaka kukwambia mwanamke mwenzangu, kama wewe upo katika tatizo hili, mimi nakwambia hakuna. Kama unampenda mume wako kwa moyo wako wote, kazana, piga magoti kwa Mungu. Mpigie magoti, mwambie Mungu, wewe ndio umenipatia mume huyu. Wewe ndio umejua wewe kwamba huyu mume atakuwa ni mume wangu katika maisha yangu yote. Katika jina lako ninakukabidhi mume wangu. Ninampenda mume wangu na najua mume wangu atakwenda kurudi kwa damu yako takatifu. Piga magoti, muombe Mungu, utaona miujiza yake ajabu. Mungu amekwenda kunitumia mimi kwa mambo mawili. Mungu anataka anionyeshe kwamba hakuna kama yeye. Kwa sababu mimi nilikuwa na maabudu mno mume wangu, akataka kuniambia kwamba hapana, hakuna kama Mungu. Kitu cha pili anataka kwamba amenifanyia haya yote. Amenionyesha ngazi ni kiasi gani inauma ukipoteza kile unachokipenda. Ni kiasi gani moyo unauma ukipoteza kile ambacho unakitaka wewe. Ametaka kunipitisha katika njia hili ili mimi niwaonyeshe nyinyi wanawake wenzangu mnaohangaika kama mimi, mlioko mnahangaika kama nilivyohangaika mimi, mliopoteza waume zenu au wake zenu, hamjui mnafanya nini, hamjui mwende wapi, waume zenu wanawasumbua. Naona Mungu anataka anionyeshe ili nije niwaonyeshe nyinyi. Mimi nakwambia mwanamke mwenzangu, mimi sijawahi kuona miujiza kama hii.
I swear to God, sijawahi kuona, nasema toka moyoni. Yeyote ananisikia mimi ananijua, yeyote ananifahamu mimi anajua naongea kuhusu mimi. Sijawahi kuona miujiza kama hii. Halafu kitu kingine cha ajabu ni kwamba Mungu bado ananionyesha mambo ambayo sijawahi kuyaona. Mungu anaongea na mimi. Mungu ananionyesha mambo yote ambayo yanatokea. Sijawahi kuwa na maisha ya aina hii. Ninampenda Mungu kuliko chochote kile. Kwa muda huu, hata kama kitokea chochote kile, ninakwenda kuishi na Mungu. Ni kama Mungu akiwepo pamoja nami. Mungu akiwepo upande wangu, mimi sijali ni nani anakimbia. Roho yangu ina amani. Ila Mungu akinigeuzia kisogo chake, basi tena mimi ndo sina maisha yoyote yale. Tena mimi nimeshapoteza chochote kile. Lakini hakuna kama Mungu Baba Mwenyezi. Halafu kitu kingine, ukishamjua Mungu, ukishajua wema wake, ukishajua penzi lake, ukishajua ni kiasi gani anatupenda, huogopi chochote kile. Huogopi chochote kile, mwanamke mwenzangu. Miezi ya mwisho hii, hata kama mume wangu hakuwepo pale, nilikuwepo katika juu. Mungu alinikweza. Nilijisikia katika mara moja, nikajisikia kwamba kiasi gani mimi nilivyo mzuri. Katika mara moja nikajisikia ni kiasi gani kuna vitu ambavyo kama mume wangu angekuwepo nisingevifanya. Hivyo vitu vyote nimevifanya. Lakini kikubwa kabisa kuliko vyote, nimemjua Mungu. Na sitaweza kumwacha Mungu, kwa sababu bila yeye nisingekuwepo hapa. Bila yeye nisingekuwepo hapa na kuambieni wanawake wenzangu kilichonipata. Na mbele mnisamehe sana kwa kulia, kwa sababu imenigusa sana, kwa sababu nimekumbuka jinsi nilivyokuwa napiga magoti. Nimekumbuka jinsi nilivyokuwa nalia, mume wangu yuko wapi? Nilimlilia Mungu. Mwanamke mwenzangu, kama una tatizo kama hilo, kama wewe mume wako ameondoka lakini unampenda mume wako, huelewi ni kwa nini hujafanya lolote lile, kuwa mvumilivu. Kitu ninachowaambieni uvumilivu. Ukivumilia utakula mbivu. Kuwa mvumilivu. Mume wako akiondoka, usianze kutafuta wanaume wengine. Rafiki zangu watu wananiambia kwamba wewe unababaika nini? Mume wako ameondoka, angalia wanaume walivyo. Upo katika kiwanda cha wazungu, kila sehemu kuna wazungu, wanakutafuta kila siku, wanakutumia. Nikamwambia hapana, mimi nina mume mmoja tu aliyenipatia Mungu. Yule mume aliyonifungisha kanisani siku ile, ndio huyo mume wangu. Sitaki mume mwingine, sitaki mtu yoyote yule, hata kama kila kona kuna wanaume wa kizungu, lakini mimi nina mume mmoja tu aliyonipatia Mungu. Huyo ndio mume wangu, namtaka huyo. Kwa hiyo kama mwanamke mwenzangu, na wewe ndio hivyo. Mwanaume kama wewe umepoteza mke wako unampenda, mimi nakwambia hakuna kama damu ya Yesu. Hakuna kama Mungu Mwenyezi. Nakwambia mimi nina amani. Nina amani kwa sababu sitishiki. Nina amani kwa sababu ninampenda mume wangu, lakini ninampenda Mungu kuliko hata mume wangu. Ninampenda Mwenyezi Mungu kuliko mtu yoyote yule. Ninampenda Mungu kuliko chochote kile. Na hicho, Mungu akiwepo hapa, hakuna anayekubabaisha. Mungu akiwepo hapa, hakuna anayekutingisha. Na hivyo ndo maisha yangu yalivyoanza kubadilika. Hivyo ndo nimebadili maisha yangu, kwa sababu Mungu alinionyesha kwamba yeye ni mkubwa kuliko chochote kile kilichopo hapa duniani. Na akamtenga mume wangu, akamchukua, akamficha mume wangu ili anifundishe kwamba, ili anitumie mimi niwaambieni wote. Ili anitumie mimi niwaambieni kwamba hakuna linaloshindikana kwake. Utukitaka, kwa sababu naona Yesu Mungu Baba Mwenyezi ameona kwamba wanawake wangapi hapo wanahangaika na ndoa zao. Pengine wewe unaangalia pia video hii unahangaika na mume wako. Mume wako anakuhangaisha. Mume wako anafanya vituko vya ajabu. Hivyo vituko wewe kama mwanadamu hutoweza kuvirekebisha. Hata kama nilipokuambia kwamba upike, hata kama ukiwa kitandani wewe ni topu. Na ngoja nikwambie mwanamke mwenzangu. Nikwambie kitu kimoja. Mwanaume kukaa naye nyumbani sio kitandani tu, na sio kupika chakula kizuri. Hivyo vyote vinakuja baadaye ukishakuwa umemkabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Ukishamkabidhi mume wako kwa Mwenyezi Mungu, hakuna linaloshindikana. Mkabidhi mume wako kwa Mwenyezi Mungu. Muombee mume wako kila siku ya Mungu unavyosali na wewe. Waombee watu wengine pia wanaokuzunguka wewe, wagonjwa wote waombee Yesu. Omba msamaha. Jua kupika jikoni. Jua kitandani. Jua kujipenda mwenyewe. Jiweke mwenyewe katika mstari wa mbele na Mungu wako. Alafu waje wengine wote katika jina la Yesu, utaona miujiza ya ajabu.
Leo Jumapili ya Matawi, nawaambieni Yesu anawapenda sana. Mungu anawaambieni kwamba mpatieni mizigo ya aina yoyote, atakwenda kuikwea na kuiweka iwe yote miepesi kuliko hata unavyofikiria. Mwanamke mwenzangu, najua kuna wengine umekaa hapo unawaza, hujui hata mume wako anafanya vituko gani huko nje, hujui leo iko katika nyumba gani, hujui leo aliko na mwanamke gani. Mimi nakwambiaje? Mwache aendelee kufanya. Piga magoti chini. Piga chochote, hata kama mume wako aliondoka miezi iliyopita, miezi mingapi, hata usihesabu miezi iliyopita, hata usihesabu. Wewe piga magoti, muombe Mungu. Anza leo, usianze kesho wala kesho kutwa. Anza sasa hivi, leo jioni anza kupiga magoti. Leo jioni anza kupiga magoti. Tena ngoja nikwambie mchezo mmoja. Hakuna uchawi mzuri kama wewe ukimroga mume wako kwa damu ya Yesu. Ukimroga mume wako kwa damu ya Yesu, hataweza kuondoka. Hataweza kufanya chochote kile. Atafanya kila kitu anachotaka, atakuja kurudi kwako katika jina la Yesu. Wewe mroge tu kwa damu ya Yesu. Mroge kwa Mungu Baba Mwenyezi. Utaona uchawi, hamna uchawi mzuri kama huo. Hicho ndo ninachokupatia mwanamke mwenzangu. Ni matumaini yangu kwamba umenielewa leo. Ninachokwambia kwamba leo kasome jinsi Mungu alivyotuambia mambo mazuri katika Marko Mtakatifu 10 mstari wa 6 mpaka wa 12. Mambo ya ndoa haya baba. Mungu amesemaje? Alichokiunganisha yeye. Unanisikia mwanamke mwenzangu? Alichokiunganisha Mungu, hakuna mwanadamu yoyote yule atakayeweza kukitenganisha. Ukiona mume wako anaondoka alafu wewe unataka talaka sasa hivi, ujue ni shetani. Na shetani utamdhibiti tu ukienda kuanza kumuomba Mwenyezi Mungu. Hapo ndo utakwenda kumkomesha vizuri. Ninawapenda sana wanawake wenzangu. Naombeni mnisamehe kwa kulia kwa sababu hayo ndio hali yaliyonitokea mimi mwenzenu, na nashukuru Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa moyo wote kwamba hayo yametokea. Kwa sababu kama asingemuondoa mume wangu nyumbani, kama asingemtoa mume wangu, ningebakia katika dunia yenye laana, ningebakia nisingemwabudu wala nisingemjua vile ninavyomjua sasa hivi. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amefanya hivyo. Basi wapendwa wanawake wenzangu, leo nimewatolea hichi, nimwambieni ushuhuda wangu, ndio huo ukweli wenyewe ndio watolea, ndio hicho kilichonitokea mimi mwenzenu. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sasa hivi tena mambo yote yako katika mikono yake na kila kitu kiko okay. Namshukuru Mungu, mume wangu yuko nyumbani. Namshukuru Mungu Baba milele, na anaendelea bado kumnyosha mume wangu katika jina lake takatifu. Katika penzi lake la ajabu, ninasema wanawake wote mliokaa hapa mna matatizo haya, ninakwenda kuwakabidhi kwa Baba wa milele. Mungu Mwenyezi, Baba wa milele, angalia mwanamke huyu amekaa mbele yako, Yesu mwema. Yeye ana tatizo kama lile ambalo nilikuwa nao mimi, Yesu mwema. Yesu, wewe umenituma nikawaambia wanawake hili habari. Mungu Baba Mwenyezi, umenituma umeniambia kwamba niwaambie wanawake wote wanaohangaika na jambo hili, wale ambao wamepoteza waume zao kama nilivyokuwa nimepoteza mimi kwa mara moja. Naomba Yesu, katika upendo wako achabu kawaongezee maradufu, ukawapatie imani na uvumilivu wa kuomba, ukawapatie imani ya kuomba na kuamini kwamba wewe upo na wewe ndio unayefanya yote yanayotokea. Yesu mwema, Baba wa milele, ninasema asante kwa kunipa nguvu ya kwenda kuwaambia wanawake